Maudhui ya kitabu cha Wimbo Ulio Bora ambao ndio kusudi langu katika siku ya leo. Wimbo Ulio Bora ni kitabu cha maudhui ya mapenzi kati ya Suleiman na Mshulamu. Kinazungumzia uchumba wao, ndoa na maisha yao ya baada ya ndoa. Neno love kwa Kiingereza ni moja ya maneno magumu sana kutafsiri au kueleza kwa haraka. Lugha ya Kiyunani imeelezea upendo katika maana kuu 4 tofauti: Eros, Phileo, Storge na Agape. Eros ni upendo kati ya mume na mke. Sasa Eros ni upendo kati ya wapenzi wawili. Kwa lugha ya Kigiriki maana yake ni tamaa, ila Waswahili na Waingereza wanasema ni upendo. Ndio maana nikwambia, ukisema nakupenda, Mgiriki atakuuliza kwa upendo gani? Unaposema ni Eros, anajua huyu anataka awe mume wangu au mke wangu. Kwa hiyo ni upendo baina ya wapenzi wawili, sio nje ya ndoa. Ni upendo wa kimwili unaohusisha kugusa, unahusisha touch, sight, sound, taste and smell. Vitu hivi vinaambatana. Na ndio maana naambia mabinti, usikubali kuguswa na mtu wa jinsia tofauti, kwa sababu utazaa Eros kabla ya muda wake. Ndio maana Biblia inasema msiachochee mapenzi kabla hajaona muda. Kwa hiyo unapokubali kuguswa, unaingia kwenye tatizo, na ukishaingia huko wewe sio wa Yesu, umeshamwacha Yesu. Lakini sight ina maana mara nyingi macho ya wanaume yanapoona wanawake, ndio maana unaona hata kama amepishana na mwanamume au mwanamke lazima ageuke. Kwa nini anageuka? Eros inavutwa zaidi kwa macho, kwa sababu utaona ni mweupe, utaona ni mweusi, utaona huyu ana sura nzuri, utaona. Kwa hiyo kinachofuata hapo ni kuvutwa na sura, kitu kinachokuangamiza pia. Lazima ukubali uvutwe kwa sura ambayo haitakuwa mbaya kwako, hata ipate kunyanzi na kuzeeka, bado iwe ni ile ile. Eros itakuwa imesimama. Maana namna nyingine ya Eros ni sound. Kuna watu ambao akisikia tu sauti ya msichana au mwanamke inamchanganya. Na nyingine ni smell. Nilisema hapa kuna wanaume anasikia harufu ya mwanamke na anajua harufu ya mke wake. Lakini uchukue, uwe na akili nyingi, sio kikwapa. Mwanamke aliyeoga bila kujipaka perfume, kuna harufu ambayo unamfahamu kuwa ni ya mke wako. Sasa kuna kitu kinaitwa silent features of Eros. Eros utaitambuaje? Ni upendo wa kimwili zaidi kati ya aina kuu 4 za upendo, unahitaji kufikiri kwingi. Tabia nyingine ya Eros ni upendo wenye wivu. Mkishaingia kwenye mahusiano, wivu. Na mimi tu nikwambie Jose, atokee mwanaume hapo ambusu mke wako mabusu matatu, utaamka kwenye kiti hapo. Hata ibada itaishi. Au mawili, matatu ni mengi. Utaenda nje, utarudi, utaenda, utarudi, tutakushikilia. Maana yake ni nini? Una wivu. Ukikuwa hauachi nafasi katika vitu vingine. Ndio maana binti akishaingia kwenye mahusiano mapema, hawezi kusikia sauti ya baba, hawezi kusikia sauti ya mama, hawezi kusikia sauti ya kaka, hata sikia sauti ya mchungaji, hata sikia sauti ya mshauri yote, kwa sababu Eros iko kwenye peak. Na akifika hapo, mzazi kama makini katika kumshauri. Fimbo haisaidii hapo, mzee Jose. Hapo fimbo haifanyi kazi. Japo kuna wakati tunapaswa tushushe fimbo kwenye migongo yao. Ile ni upendo unaokuwa kwa haraka na kufa kwa haraka. Ndio maana unaona kwenye uchumba mnakuwa mnapendana sana, chatting nyingi na vitu vingine, ukishamweka ndani imekwisha. Unaweza kuafifisha hukumu, hauangalii rangi, dini wala kabila unapoanza. Eros ni upendo wenye uraibu, unalewesha. Na ndio maana mlevi huwa haelewi wala asikii. Ukiona vijana wenu wameshaingia kwenye haya mambo, kaeni nao chini, afu mtumie hekima. Tafuteni wazee wenye akili ili muweze kuwashauri, kwa sababu ni walevi. Ni upendo ambao hausafiri katika utiifu, bali katika hisia. Ndio maana hawezi kutii
hata kama hukumu ipo, anasema ngoja nivuke kwanza. Kuruka geti ni hata kama limewekwa chupa, ataruka, adondoke kwa apate jeraha, lakini anajua anachokitafuta. Kwa hiyo lazima tuwe na hawa watoto vizuri sana. Tafiti zinaonyesha kuwa aina hii ya upendo wa eros upo zaidi kwa wanaume kuliko wanawake, na wanaume ndio wanawashawishi mabinti zetu na kuharibu hawa wa kiume, kwa sababu wao uko juu. Ila kwa wanawake wanatafuta commitment, kwamba sawa, unanioa kwa upendo wa eros, lakini kweli utadumu pamoja na mimi. Na mwanaume kwa sababu eros iko juu, anampa ahadi za uongo. Ndio maana kuna wengine wanaenda kuwazima mpaka magari, aning'inize ufunguo, lakini siku ukiolewa gari alipo unakuta lilikuwa la jirani. Ni kwa sababu gani? Amekusudia kwa sababu ya msukumo wa eros ufikia hatua unayofikia. Hata hivyo, ingawa ni muhimu zaidi katika maisha ya mwanadamu, eros ikitumiwa vibaya ni zana ya kuangamiza. Kwa hiyo mabinti zangu mlioko hapo na ninyi mnaonisikiliza, msiyachokoze mapenzi, kwa sababu tumegundua eros inapatikana kwa kuona, kwa kugusa, touch, harufu na kujaribu.